Waliofariki katika ajali hiyo, wa kwanza ni Josephina Victor Nkane. Huyu ana miaka 63, ni Mkristu, ni Mwera na kazi zake ni mkulima na ni mkazi wa kijiji cha Nangumbu kule wilaya ya Ruangwa. Lakini wa pili ni Baisi Saddam Nyagali. Huyu ana miaka 25, ni Muislamu, ni Mwera, lakini pia ni mkulima na ni mkazi pia wa Nangumbu kule wilaya ya Ruangwa. Aliyefariki watatu katika ajali hiyo ni Fadiga Selemani Aurelian. Huyu ana miaka 22, ni Muislamu, ni Mwera, ni mkulima na ni mkazi wa Nangumbu kule Ruangwa. Na wa nne aliyefariki katika ajali hiyo ni Oscar Othman. Huyu ana miaka 25, ni Mkristu na ni mkazi wa kijiji cha Chikundi wilaya ya Ruangwa. Katika ajali hiyo pia watu wawili walijeruhiwa. Waliojeruhiwa ni kama ifuatavyo. Wa kwanza ni Bakari Mustafa Athmani. Huyu ana miaka 25, ni Muislamu, ni Mwera, ni mkulima na ni mkazi wa kijiji cha Nangumbu, ambaye amepata majeraha kichwani na michubuko mwilini. Majeruhi wa pili ni Paulina Dickson. Huyu ana miaka 26, ni Mkristu, ni Mwera na ni mkulima pia na ni mkazi wa kijiji cha Nangumbu kule wilaya ya Ruangwa. Yeye amevunjika mguu wa kulia na mkono wa kushoto. Miili ya marehemu wote wanne imehifadhiwa katika kituo cha afya cha Mbekenyera kwa ajili ya uchunguzi wa kidaktari, lakini pia utambuzi kutoka kwa ndugu zao. Hao waliojeruhiwa wamepelekwa katika hospitali ya Mission kule Ndanda, wanaendelea na matibabu na hali zao zinaendelea vizuri. Chanzo cha ajali ni uzembe wa dereva wa lori la aina ya Fuso kutochukua tahadhari dhidi ya watumiaji wengine wa barabara na kusababisha kuigonga pikipiki ile kwa nyuma, hatimaye kusababisha hizo ajali ya kusababisha vifo na majeruhi wawili. Madereva wote wawili wa Fuso na ile bajaji wamekimbia. Jeshi la polisi linaendelea kuwatafuta ili hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Kufuatia ajali hiyo, natoa wito kwa watumiaji wote wa barabara zetu, madereva wote wa bajaji, wa pikipiki, wa magari, waendelee kuchukua tahadhari, waendelee kuendesha vyombo hivyo vya moto kwa kuzingatia sheria za usalama barabarani. FM.